Wasikilizaji wenzangu, siku hii ya leo ninataka niwajuze yale yaliyofanyika katika nchi ya Tanzania. Vile mnavyojua, siku ya leo ilikuwa ni siku ya kupiga kura, na ilikuwa inasangaza sana kuwa katika kiwango ya kupiga kura ya urais kulikuwa na mgombea mmoja, na huyu mgombea ni Samia Suluhu, na si kwa sababu hakukuwa na wagombea wengine, ila wagombea wenye walikuwa wanataka kung'ang'ania kiti cha urais kutoka saidi ile ya upinzani, wengi wao walikuwa wametiwa ndani korokoroni, na wengine walikuwa wametolewa kimakusudi ili jina la Samia Suluhu liweze kupaki peke yake. Na inaonekana hii uchaguzi watu wengi hawakupendezwa sana kwa yale yote yaliyokuwa yakifanyika, na kwa hivyo watu walijitokeza na kwenda kwa mabarabarani, na wengi walikuwa wanasema hii uchaguzi si ya huru na haki, because watu wenye walikuwa wanatarajia kuwa watakuwa katika ile kiti ya kugombea urais hawakukuwa, na kwa hivyo wananchi katika nchi ya Tanzania hawakupatiwa ile nafasi ya kuchagua rais wanayompenda, ndiposa walitoka nje kwa wingi mno. Vile mnavyoona katika hiyo picha nimewawekea, utaona wengine walikuwa wakipiga makelele, wengine walikuwa wakichoma vitu, wengine hata walikuwa waking'oa mapango ya President Samia Suluhu. Na hii ni kitu ya ajabu sana katika wakati huu, wakati ambao watu wanatakiwa kupiga kura kwa njia ya huru na haki, wakati watu wanatakiwa kupatiwa ile haki yao ya kumchagua rais wanaompenda. But inaonekana katika nchi ya Tanzania, Suluhu aliona hiyo ni kitu yenye hata haimwendei kwa kichwa, so akafanya hivyo, akazuia wagombea wengine akawatia ndani korokoroni, na akabaki yeye katika ile kiti ya kugombea urais. Na kwa sababu ya vile Samia Suluhu amefanya, watu wengi wameutika sana katika nchi ya Tanzania, wametoka nje, wameanza kuandamana. Bila kutosha, Samia Suluhu alienda forward na akaweza kusima internet katika nchi ya Tanzania. So there was a total blackout within the boundaries of Tanzania. So people were not communicating, people were not knowing what's happening at this place and the other place. Na hii kitu haijaonekana vizuri katika hizi nchi zenye ziko kwa East Africa Community, because katika East African Community tunatakiwa kukubali kuwa lazima sisi zote tukue wanademokrasia, tuanze kufanya nchi zetu siwe sikifanya uchaguzi wa huru na haki. So watu wengi wameudhika sana, ndiposa wamesema Samia Suluhu ni dikteta mkubwa katika nchi ya Tanzania, na wacha waiona mtu mwingine mwenye ako dikteta kama Samia Suluhu, mpaka akaona ya kwamba lazima aweze kusima internet katika nchi yote. Na hii ni kunyima haki ya wananchi, because wananchi wanatakiwa kupata habari nini ni kitu gani inafanyika katika nchi yao. So hii ni ugandamizaji mkubwa. Lazima watu wajitokeze, waweze kuambia Samia Suluhu kwa hii kitu yenye anafanya haitakikani. Mpaka sasa nimeanza kuangalia nikilinganisha nchi ya Tanzania na nchi ya Kenya. Katika nchi yetu ya Kenya unaona tuko na ile haki ya kupata habari. Internet lazima ikue so that tuweze kuwasiliana katika nchi, because hakuna mtu hata mmoja ama president yetu yoyote
amewahi sima internet kwa nchi, na wanajua hiyo ni haki yetu. And the constitution ya hii nchi ya Kenya is quite progressive, but inaonekana the constitution ya Watanzania ni ile ya kitambo, haijawahi fanyiwa mageuzi yoyote. Ndiposo unapata rais anakuwa na nguvu nyingi za kidora. He can do anything he wants. So lazima tusaidie nchi yetu ya Tanzania, tuingilie kati, tumwambie Samia Suluhu lazima awe ni mtu wa kidemokrasia, asiwe akifanya mambo hivi hivi, because hii ni hatari sana katika kuungana katika East Africa na kuungana katika Afrika yote. So Samia Suluhu lazima aelewe haya yote.